Kwa nini Marekani imetuma wanajeshi kutoka katika kikosi cha 82 zaidi ya wanajeshi 1000 kwenda katika ukanda wa Mashariki ya Kati? Lakini pia kwa nini Marekani imeendelea kukusanya wanajeshi wake zaidi ya 2500 kuelekea katika Mashariki ya Kati? Inakadiriwa jumla ya wanajeshi waliopo ndani ya Mashariki ya Kati ambao ni wanajeshi wa Marekani wanakadiriwa kufika zaidi ya 45,000. Kwa nini pamekuwa kuna kundi kubwa la mkusanyiko wa wanajeshi hawa? Je, Marekani anajiandaa kuivamia Iran kupitia njia ya miguu au kuna mpango gani ambao unaoendelea? Lakini pia je, Irani mpaka sasa hajatumia ndege katika mashambulizi yake, hajatumia ndege hata moja. Je, ni kwamba Irani hana ndege au Look at this incredible scene. These aren't just models. Iran is taking its latest aerospace technology straight to the streets. These fighter jets are being paraded for everyone to see. Right now, we are looking at 3 of Iran's most significant aviation projects. First, the Kosar, their indigenously built fighter jet equipped with advanced avionics. Then there's the Sa'iq-2, a powerful twin-engine, twin-tail combat aircraft. And of course, the cutting-edge Yasin jet trainer, which showcases Iran's growing capabilities in modern flight training and combat support. The crowds are out in full force to witness this. Ndani ya Teherani. Lakini pamoja na hayo yote, mbona Irani hajaonekana kwamba ana wasiwasi, hajaonekana kwamba ana uoga wa aina yoyote wala hofu ya aina yoyote, bali kwa kadri ambavyo Marekani anavyoongeza vitisho vyake ndivyo ambavyo Irani anapata nguvu ya kuweza kujiandaa vizuri, lakini pia anapata nguvu ya kuendelea kusimamia maamuzi yake ambayo ameyapitisha yeye mwenyewe. Lakini pia yako maswali mengi sana ambayo watu wanajiuliza. Nguvu hii Irani ameipata wapi? Na ni kwa nini Irani anaendelea kukaza zaidi? Hayo tutakuja kuyaangalia. Lakini kabla ya kuyazungumzia haya na mashambulizi mapya ambayo yameanza hivi karibuni kuanzia juzi, jana pamoja na leo, mashambulizi ya Irani kuelekea katika miji ya Tel Aviv, kuelekea kaskazini mwa Israel na kuelekea katika maeneo mengine nchini Israel. Tutakuja kuangalia sababu gani ambazo zimepelekea katika raundi hii ya pili ya mashambulizi hayo ya Iran kwenda katika katika miji mbalimbali nchini Israel, na kuangalia maharibiko ambayo yametokea kule Kuwaiti, lakini pia katika maeneo mengine, maeneo ambayo yaliopo makambi ya kijeshi ya Marekani. Ndugu zangu, kwanza kabisa ni lazima tufahamu kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Hassan Suluhu, amefanya moja kati ya ziara kubwa, ziara zenye maana sana, ziara zinazotoa somo kwa Watanzania, lakini ziara ambayo imekuja kuishtua ulimwengu kutokana na mazingira au hali ambayo tayari ulimwengu unapitia kwa sasa. Lakini pia ni moja kati ya ziara kubwa zinazokuja kutengeneza historia na heshima ya pekee katika zama hizi ambazo tulizonazo ndani ya taifa letu la Tanzania. Wako baadhi ya watu ambao wao wamekuwa wakitaka kuzodoa kwamba ziara hii ni moja kati ya ziara ambazo hazina faida. Na ziara hii imekuja wakati ambapo nchi za magharibi au bunge la Umoja wa Ulaya tayari limeiwekea vikwazo Tanzania kwa kuinyima zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 140 na kadhaa. Hii yote ni sehemu ya misaada ambayo iliyokuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuja Tanzania
na kuboresha baadhi ya mazingira fulani. Lakini ghafla rais wetu sisi wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu amefanya ziara ya kihistoria nchini Russia na kupokelewa na rais wa Russia Vladimir Putin. Ikumbuke kabisa kwamba kwa mara ya mwisho aliyefanya ziara hii ya kwenda nchini Russia alikuwa ni baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo miaka ya 1960. Ziara hii ni kwa sababu fikra za Russia zilikuwa ni fikra za siasa za ujamaa na kujitegemea. Kwa hiyo na rais wetu baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere, na yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu wanaounga mkono siasa za kujitegemea, siasa za ujamaa na kujitegemea. Kwa hiyo ndio maana akaondoka hapa na kwenda nchini Russia. Tangu kipindi hiko mpaka sasa ni kwamba palikuwa hakuna rais yoyote aliyeweza kufanya ziara hiyo. Na hii inatokana na nini? Kwa sababu baada ya kumalizika utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, siasa yetu ilihama kutoka katika upande wa siasa za ujamaa na kujitegemea kuja katika upande wa siasa za kidemokrasia ambazo zilikuwa zimeshikiliwa na nchi za magharibi. Kwa hiyo siasa yetu sisi kama Tanzania ikawa imehama kuelekea katika nchi za magharibi, jambo ambalo sasa lilipelekea sisi kukosa baadhi ya vitu vingi sana ambavyo maamuzi yetu halisi tulikuwa hatuna, isipokuwa maamuzi yetu yalikuwa yanategemea kutoka katika nchi za magharibi. Na miongoni mwa mifumo ambayo waliokuwa wanatumia au wanaendelea kutumia ni mifumo ya kuanzisha maswala ya mikopo, lakini pia maswala ya mabenki na uwekezaji kwa ajili ya kubadilishana sehemu ya rasilimali zetu kwenda kwao, jambo ambalo kwa Mrusi haliko hivyo. Mrusi ni mtu ambaye yeye ni mkweli katika siasa zake, lakini amekuwa akiwatengeneza watu, akiyatengeneza mataifa yanayomuunga mkono katika hali ya kujitegemea na kuondoka katika ile hali ya utegemezi, funguo ambazo nchi za magharibi haziwezi kukupa. Kwa hiyo ziara hii inaonyesha wazi kwamba namna gani tulivyopevuka katika historia. Ndio maana utaona ulimwengu mzima umeshtuka, mataifa mbalimbali makubwa yanayojiita kwamba wao ni mataifa makubwa wameshtuka. Lakini hii ni kuonyesha kwamba Tanzania ni moja kati ya mataifa makubwa yanayojitambua ndani ya bara la Afrika, lakini linapokea mtu yoyote ambaye atakayekuja kwa sasa na maslahi ya nchi yoyote. Lakini tumekuwa hatubabaiki pia kwa kupitia misaada ambayo inayotolewa kwa masharti ya sisi kufata matakwa yao. Sisi hatuko hivyo. Tumejidhihirisha mbele ya wale walio wengi kwamba wao wanachukua misaada, lakini pia kupangiwa maamuzi, nani wa kuwa naye, nani wa kutokuwa naye. Lakini sisi ni kwamba tunajiamulia wenyewe. Lakini pia na hii ndiyo ambayo itakayopelekea hata kusimamia rasilimali zetu sisi wenyewe kwa maamuzi yetu, lakini pia kutengeneza mustakabali mwema, mustakabali wa kizazi chetu kupitia rasilimali zetu. Katika ziara hii imekuja kufungua vitu vingi sana, hasa kwa sisi ambao tayari tunatambua ulimwengu unaendaje. Moja kati ya mambo makubwa ambayo imekuja kutuonyesha ni kwamba kwanza ni ukubwa wa nchi kama Urusi, lakini pia kuonyesha namna gani ulimwengu sasa unahama kutoka katika nchi za bara la Ulaya na kwenda katika nchi za bara la Asia, akiwemo Urusi pamoja na China, kwa sababu unapozungumzia China ndiye nchi pekee ambayo kwa sasa imemiliki soko la dunia. Takriban ya bidhaa 70% duniani zinatengenezwa na Uchina. Lakini pia na Russia, na yeye ni moja kati ya mabwana wakubwa duniani ambao pia ndio wanaongoza katika upande wa teknolojia ya masuala ya makombora ya nyuklia.
na sisi hapa kwetu tuna uranium. Kwa hiyo ukiangalia juzi hapa kuna mkutano umefanyika katika ardhi ya Rwanda, mkutano ambao ulilenga hasa katika masuala ya nishati ya nyuklia, na Urusi huwezi ukaanzisha nishati ya nyuklia pasina kumgusa Russia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Russia ndiyo anayeongoza zaidi katika masuala ya uzalishaji wa makombora ya nyuklia na matumizi ya masuala ya uranium. Ndio maana utaona kwamba ziara yetu ya kwanza imeelekea nchini Russia, na hii maana yake ni kwamba tunakwenda kubadilisha taswira ya Tanzania, tunakwenda kubadilisha ulimwengu wa Kitanzania, tunakwenda kubadilisha mustakabali wa Tanzania, kwamba tutakuwa na uwezo wa kujinasua wenyewe. Iwapo mataifa mengine yatasema kwamba hawatutaki, basi maana yake ni kwamba ikiwa ninyi hamtutaki, haiwi sababu ya sisi kutoendelea, bali kuna mataifa mengine ambayo yatakayotutaka. Ikiwa ninyi hamtaki kutusaidia, kuna mataifa mengine ambayo yana uwezo wa kutusaidia zaidi ya hiyo misaada yenu ambayo mmekuwa mkiitoa katika hali ya kutulazimisha kufuata masharti kwamba pamekuwa kuna mashambulizi makubwa ambayo yanafanywa kutoka Iran na Israeli kwenda Iran. Hivi jana Israeli imeweza kufanya mashambulizi makubwa sana katika sehemu ya uzalishaji wa gesi katika nchi ya Tehran, ndani ya jiji la Tehran. Lakini mwisho wa siku ni kwamba mashambulizi ya Iran ya kulipiza kisasi yamekuwa ni makubwa mno kwa Israel, kiasi kwamba hata mataifa mengine yameingia uoga. Lakini pia mashambulizi hayo hayakuishia Israel tu peke yake, bali yamekwenda mbali zaidi mpaka katika maeneo katika nchi ya Kuwaiti, Bahreni pamoja na nchi zingine. Na mashambulizi makali zaidi ya kutisha yameelekezwa katika maeneo yafuatayo. Yameelekezwa kwanza kupiga kambi kuu ya kijeshi ya Israeli iliyoko Tel Aviv, lakini pia wamepiga maeneo ya kaskazini ambayo ni sehemu ya mipaka ya Lebanon kwa ajili ya kuziwia mashambulizi ya Israeli aliyokuwa anayafanya Lebanon. Lakini pia wameshambulia maeneo makubwa ya uzalishaji wa gesi ndani pamoja na petroli ndani ya Israel. Hizo ni targeti miongoni mwa targeti ambazo zilizolengwa katika kulipiza kisasi cha Irani kwenda kwa Israel. Lakini wakati huo huo sasa unaweza ukajiuliza ni kwa nini Marekani amekuwa anakusanya kundi kubwa sana la wanajeshi kutoka katika maeneo ya nchi za Khaliji ambao waliokuwepo na kuzielekeza katika upande maeneo maalumu ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini pia ameteua au kukusanya wanajeshi kutoka katika kikosi cha 82 cha Marekani na zaidi ya wanajeshi 2,500 wanajeshi 1,000 ambao wanakuja kuungana na wanajeshi 2,500. Lakini pia jumla ya idadi kamili ya wanajeshi mpaka sasa waliopo ndani ya Mashariki ya Kati kama sehemu ya mkakati wa kutaka kuivamia Irani kupitia askari wa miguu ni zaidi ya 45,000. Lakini pamoja na haya yote ni kwamba wana manuari 3 za kivita ambazo zipo katika ghuba ya Uajemi zikisubiri amri maalumu kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi. Lakini wakati huo pamekuwa kuna mpasuko mkubwa sana ndani ya Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu bunge Congress la Marekani leo limepiga kura ya kumziwia Rais Donald Trump kutofanya mashambulizi yoyote ndani ya taifa la Iran. Na hii inakuja ni kwa sababu ya kupishana mitazamo, lakini pia kuangalia maslahi ya vita hiyo inarejea kwa nani? Inarejea kwa Marekani au inarejea kwa Israel? Huyu Israel ana faida gani na Marekani?
Kwa nini wanajeshi wetu waende wakapigane, wakapoteze roho zao na maisha yao kwa ajili ya kumtetea Israel? Huyu Israel ni nani na anataka nini na ana faida gani katika taifa la Marekani? Kwa hiyo haya yamekuwa yakijiri ndani ya ardhi ya Marekani. Ndio maana bunge likakaa na kupitisha maamuzi kwamba haliruhusu Rais Donald Trump kutoa amri yoyote ya jeshi lake kwenda kuipiga Iran. Lakini wakati huo Iran haikuweza kutumia ndege zake katika vita vya siku 38, kiasi kwamba imeibua maswali mengi kwa watu kwamba Irani inakuwaje asitumie ndege au hana ndege? Ndugu zangu, Irani ina ndege, tena ina ndege ambazo imezitengeneza ndani ya ardhi yake. Ina ndege aina ya Yasin, lakini pia ina ndege ya aina ya Mudathir, lakini pia ina ndege ya Sukhoi 15 ambazo wamenunua kutoka Russia. Kwa hiyo tunapozungumzia ulimwengu wa ndege, Irani ina ndege nyingi zaidi, lakini nyingi zaidi ni zile ambazo zimetengenezwa ndani na hazijaingia katika uwanja wa vita, na inasadikika kwamba raundi hii ya pili ndege hizo ndipo zitakapoanza kutumia, kwa sababu moja kati ya maonyesho ameonyesha hapa karibuni ni kuonyesha wananchi wa Iran kwamba tuna ndege za aina hii ambazo zitaingia katika matumizi ya vita hivi karibuni. Lakini pia Irani amekuwa akitangaza kwamba raundi hii ya pili anakwenda kutumia silaha mpya ambazo hakupata kuzitumia hapo awali. Yani nilisema kwa kadri ambavyo siku zinavyokwenda, Irani anatumia silaha mpya, jambo ambalo linamfanya Marekani pamoja na Israel kuzidi kumuogopa Irani, kwa sababu hawajui tathmini ya silaha alizonazo, hawajui tathmini ya aina ya silaha alizonazo, hawajui namna gani maharibiko yatakuwa ikiwa Irani atatumia uwezo wake wote. Na ikumbuke kwamba vita ina phases. Vita ina sehemu ya kwanza, marhalatul ula, marhalatul mutawasita wa marhalatun wa marhalatun at-tawil. Vita ina hatua ya kwanza, lakini pia ina hatua ya katikati, lakini pia ina hatua kubwa na ndefu zaidi, kwamba hapa tulipofikia sasa ni muda wa kutumia silaha za namna hii. Hapa tulipofikia ni muda wa kutumia makombora ya namna hii, na hapa tulipofikia sasa tunakwenda kutumia ndege zetu au tunakwenda kutumia silaha za aina fulani kulingana na mashambulizi ya adui namna atakavyokuwa anashambulia. Lakini ndugu zangu, lazima tuambiane ukweli, ni kwamba Marekani ameshindwa. Marekani ameblow. Marekani imebakia ni namna gani wana uwezo wa kumaliza vita hivi katika njia ya diplomasia. Mimi nina imani kwa namna ambavyo Marekani alivyokuwa, hii vita saizi ingekuwa imekwisha malizika kutokana na uwezo mkubwa alionao. Lakini leo amekuwa analazimisha mazungumzo, halafu mazungumzo yenyewe yamekuwa yanakataliwa. Kila anapoleta hoja na masharti yote yamekuwa yanakataliwa. Ni dalili kwamba Iran ni tofauti na Iraqi, Irani ni tofauti na Libya, Irani ni tofauti na Afghanistan, Irani ni tofauti na Venezuela. Irani ni tofauti, ni taifa ambalo lililojipembua, taifa ambalo limekuja kuudhihirishia ulimwengu kwamba wao wana uwezo, lakini pia ndio superpower duniani. Ni miongoni mwa nchi ambazo ni superpower duniani. Kwa sasa tunazungumzia mataifa 5. Tunazungumzia Marekani yenyewe, tunazungumzia Uchina, tunazungumzia Russia, tunazungumzia Uturuki, lakini pia tunazungumzia Iran. Ndugu zangu, kabla ya kuondoka ni waombeni kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, na usisahau kucomment, kulike pamoja na kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran.